ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tukiwa katika mwezi wa Dhulhijja na kuaga mwaka wa 1447 na tukilekea katika mwaka mpya wa 1448, na vile vile ulimwengu wote, kila mahali watu wanawapokea pia mahujaji waliotoka katika maeneo matakatifu yalotukuzwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutoka wakati wa Nabii Allah Adam alayhi salam mpaka siku ya Kiyama kusimama. Makkah al-Mukarrama, mahali penye Al-Kaaba, penye Safa na Marwa, penye Zamzam, penye Muzdalifa, penye Arafa, penye Mina, maeneo ambayo kwamba yamekanyagwa na manabii wote, na vile vile watu wema na mawalii. Daiman maeneo kama yale hawakosekani. Kwa huu munasaba wa kuwa hivi sasa kila mahali kwapokewa mahujaji, nikaona maudhui ya kuzungumzia ni maudhui ya kumzungumzia namna ya kumpokea hujaji au alhaji. Hili vile vile katika baadhi ya tutakayoyataja itakuwa yahusiana kumpokea pia mtu alotoka safari, sio tu lazima iwe ni haji. Uislamu umeweka mpangilio, mtu anapokuwa ametoka kwenye safari, yeye mwenyewe yule mtu afaa afanye lipi na lipi, na wewe mwenye kumpokea pia wafaa ufanye lipi na lipi. Hapa hatutamzungumzia haji, tutazungumza sisi ambao kwamba tumpokea, pamoja na kuwa vitabu vimeeleza wote wawili, yule aje namna gani na wewe utampokea namna gani. La kwanza ambalo kwamba ni muhimu sana katika kuwapokea mahujaji ni wewe kujiandaa ndani yako, haswa huu ulimwengu ambao kwamba tuko nao. Huu ulimwengu ambao kwamba tuko nao hivi sasa umezidiwa na sura na shakli kuliko asli na ini la lile jambo. Bimaana kwaweza kukapambwa haswa nyumba, mgeni yuaja toka haji, kukafanywa hivi kukafanywa hivi, lakini ikawa ni mapambo tu, lakini zile roho zenyewe hazitakani. Kila mmoja aona nini haya, lakini huku lile la nje lawekwa, lakini huku ndani kumevurugika, au hakuna ile taadhim. Ni tu twafanya mara nyingine, sio kwa kuwa ni kero, tutafanya kwa kuwa twafurahisha bas, lakini bila ya haya nitakayoyaeleza kupita katika roho za watu. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo kwamba lafaa ni wewe ndani ya roho yako, ndani ya akili yako, ndani ya damu yako, ondoa kwenye kichwa chako kuwa huyu ni fulani bin fulani. Ondoa hili, weka kwenye kichwa chako na roho yako na mwili wako, huyu ni dhaifun min dhuyufi rrahman, huyu ni mgeni wa Mwenyezi Mungu, atoka amekuja. Usimwangalie ni jirani, ni rafiki, hiyo yazidisha ile uzito. Wewe angalia hii title ambayo kwamba yuko nayo huyu mtu. Huyu mtu anaitwa Alhaj. Huyu mtu, hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yasema, mtu ambaye kwamba alokwenda haji na asifanye upuzi, asifanye mabaya, basi warudi kama siku alozaliwa na mamake. Kwa hiyo usimwangalie tena ni rafiki au jirani au ndugu, la,
we mwangalie kwa kupitia hizi hadithi, huyu mtu amekuja ni safi. Usiseme ndani ya roho yako ukaingiwa na shetani, lakini huyu mtajuaje? La, hiyo mtajuaje? Wewe sasa wachukua mamlaka ya kina Raqibun na Atidun na Mungu. Hayakuhusu hayo. Sio wanze kusema je, wacha nijue siku ya kwanza nkwenda wapi, alifanya nini, wale marafiki zake nitaka kujua alikasirikana au alikuwa sawa. Wewe hujawekwa hapa ni jesusi la mahujaji wala jesusi la watu. Madamu ameenda haji, khalas amerudi kwa salama, wewe mwangalie huyu amesamehewa na madhambi, mwangalie huyu ametoka maeneo matakatifu, mwangalie huyu ni mgeni alokuwa amepokelewa, ni mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata kwenye ma-TV utakuta wanaandika dhuyufur rahman, dhuyufur rahman. Wewe wafikiria umewacha kitanda chako, umewacha nyumba yako, umewacha mji wako, umewacha watu wako, kisha waenda wakaa kwenye hema, kisha wapiga queue kuingia choni, na wewe labda ulikuwa una self container kabisa nyumbani kwako, huna dhiki za hapa wala pale, nguo wabadilisha utakavyo, atoa amri utakavyo, ikiwa chakula utakavyo, yote hayo yanabadilika. Imekuwa waishi na watu tofauti, wazunguka na watu tofauti, hili sivyo, lile ndivyo, yote haya umeawacha. Kwa nini? Ndio kaitwa dhuyufur rahman. Wewe umeenda kwa ajili ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa huyu mtu umwangalie kwa sura kama hiyo. Ukimwangalia kwa sura kama hiyo, ndani mapokezi yatakuwa ni mengine kuanzia ndani. Kwa hiyo istiqbal, kumpokea mgeni wa kutoka haji, yaanza ndani kabla ya nje. Rekebisha hapa ndani, usimwangalie tena kuwa ni ule mtu wa kabla. Ikiwa Mtume SAW ameshambashiria huyu mtu kuwa akirudi kayaumin waladathu ummuhu, kisha wewe bado ataka kuleta kitwani mwako, lakini huyu hivi, huyu hivile, huyu kadhaa, hayo ya vile na kadhaa. Wewe hukaa kwenye ile ofisi ya malaika ukajua hili limefutwa, hili halijafutwa? Nani amekupatia mzigo huo na taklifi hiyo? Sisi asli yetu ya muamala ni husnu dhanni billah wa biibadillah. Hii ndio tarbia tulioipokea kwa mashekhi. Husnu dhann, ameenda haji, amerudi, mwangalie kwa sura nyingine kabisa. Tukitoa mifano, angalia kama kuna wawakilishi wa kiserikali, iwe ni serikali kubwa kubwa za nje, iwe ni za hapa hapa, anapokuwa yuaja, maandalizi yanayofanywa, magari, mahoteli, utakuta mambo yanabadilika kabisa. Na labda huyo mtu, wote wale wanaomshughulikia wote wanajua hili njizi, huyu anshapiga madharba, huyu kwenye TV pia alikuwa kwenye mjadala, kuna pesa hii na hii, yote ya maasi yajulikaniwa, yako wazi kabisa. Kisha huyu ambaye kwamba ni dhaifu min dhuyufi rahman, ameshabashiriwa mazuri, wataka kumwangalia kwa wasiwasi. Roho gani sasa hizi tuishi nazo? Huyu 100% amefanya makosa na yako wazi, na huyu hadithi imeshatuambia amesamehewa, lakini we bado wataka kurecall mambo ya nyuma yaliyofanyika, uanze kumwangalia kama ni mtu tu wa vile na hapa. La, hapo itakuwa twakosea. Kwa hiyo istiqbali ya kwanza inaanza ndani. Tusafisheni, tuangalie ya kuwa hawa ni wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa wameenda kuona Al-Kaaba, wamekwenda kuona Safa na Marwa, wamekwenda Mina, wamekwenda Arafa, wamepata tajalli ya Mwenyezi Mungu, wameenda Muzdalifa, na ibada yao ni makbula. Manake kila mmoja akimwona haji yuamwambia hajjan mabrur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Isiwe ni mdomo tu, huku amwambia wa dhanban maghfur, huku wewe, itakuwa sivyo. Yatakaniwa ukitamka mdomoni na roho yako imetangulia
kabla hata ya mdomo kutamka. Mwangalie kwa husnu dhanni na umuombee dua na umpokee kwa bashasha. Kwa hiyo tutengenezeni ndani, tumwangalieni huyu mtu ni mtu special. Ondoa katika roho yako kwani huu ndio leo nikicheza naye, nikifanya dhihaka naye. Manake wengine utakuta hata wamtoa timing yule haji, hakikatan wamtoa timing. Yani mathalan ameshamuona haji huyo amekuja na yeye labda ana jina la kuchezeana au la kuchokozana, badala ya kumpokea ahlan haji mashallah, la atamrushia lile jina lile pap. Sasa badala kupokeleana kwa taadhim imekuwa ni vichekishano, mshapiga rivers ya kabla ya haji kule. La, tupunguzeni mambo mengine, lazima mambo tuyahifadhi, ndio ile taadhima na takrima ipatikaniwe. Sio kila jambo twalikoroga, la, mambo tuyaweke kwenye laini yake. Yule yeye atapata ile kama booster, umempokea kwa sura nyingine, na yale majina ya nyuma yale yote yameshapotea. Kuna wengine atakimpokea bana, ule iblisi ulipompiga lakini ulimpata kweli, manake wewe mwenyewe ni ibilisi. Mtu atoka haja shabashiriwa khalas, alikuwa akifanya maasi haya, fanya madhambi haya, amefanya yale, wewe aweke kando hayo, si kazi yako tena. Wewe hukuwa pale kila anayetoka haji wapatiwa wewe majina, huyu ansamehewa, huyu hajasamehewa, huna listi hiyo. Kwa nini wajiingiza? Kwa hiyo hii ni nukta muhimu, nimeirefusha katika mazungumzo kwa sababu ndio msingi wa yote yale mengine. Haya mengine ni sura tu, umemwekea wageni, mumempikia pilau, mumemwekea udi, mumbadilisha pazia, mumpelekea gari lipya kumpokea, mumfanya hili na lile, chumba chake. Hayo ni madhahir na ni mambo mazuri ya kumpokea, lakini hiyo fukiza hii roho mwanzo. Hiyo kubadilisha pazia, badilisha hizi pazia za ndani huku, sio huku ndani pazia zimetoboka, harufu mbaya, kisha huku kwenye nyumba pazia nzuri na manukato na maudi na manini. La, tuwe ni watu wa kweli kuanzia ndani katika kuwapokea wageni watukufu kama hawa. Ada ambazo kwamba ziko katika baadhi ya miji na baadhi ya makabila hazina upinzani na dini. Dini haiko hapa kupingana na ada, ni ada ikipingana na dini. Kama kuna ada yapingana na dini, ada ile itafanywa nini? Itaondolewa. Lakini ada yenyewe haina mbele wala nyuma na dini, ni watu tu wenyewe wanapendelea mambo kama hayo. Hayo mambo hayaguswi, yanawachwa. Dini ya Kiislamu haikuja kugombana na culture za watu. Nakariri tena hili neno kwa sababu hili kila linapokosekana kufahamika, haswa kwa hawa mashekhe chipukizi hawa wa kusoma ilmu za sandwich, za fast food, za makenza, hili jambo halikai vizuri kwao, hutia kwenye mabid'a, wakati ya watu kwenye haram, basi tukuwasukuma watu namna hiyo. Dini ya Kiislamu haikuja kupingana na culture za watu, ila culture ile iwe inagongana na misingi ya dini. Yani mathalan, takupatia mfano, dini ya Kiislamu haijaja kumwambia Masai usivae nguo ya Kimasai, wala kumwambia mzungu usivae nguo za kizungu, lakini itamwambia nguo ukivaa tupu yako uistiri. Kama nguo ile yaonesha sehemu ya tupu, basi zidisha ili tupu yako isionekane. Haikuja kupingana hata na nguo za Wahindi wala Baniani wala yoyote, lakini ataambiwa hili tumbo na hii shingo kwa wewe mwanamke, hizi sehemu ni lazima ustiri. Kwa hiyo nguo yako sasa ibadilishe kwa namna fulani. Mpakistani atabakia na nguo zake, Masai atabakia na nguo zake, Mwarabu atabakia na nguo zake. Hizi ni culture za watu, lakini zitarekebishwa mahali panapopingana. Watu wengine wana ada katika masala ya haji, waende wamwekee nyumba kando, akae kama Tana River kule, najua huwa hafiki nyumbani kwake moja kwa moja, na mahali wakaa karibu siku 40 waendelea na ibada namna hiyo.
ili kumhifadhi ile ruhania ya ile haja aliyokuja nayo. Watu wanaenda pale, wanaombewa dua hapo mpaka akimaliza, kisha ataingia nyumbani kwake. Halina shida kama ni ada, lakini mfano akiambiwa huruhusiwi kuonana na mke wako, tutasema la, mke wake ni halali yake, hii itakuwa imepingana na sheria. Lakini kwa umekaa mahali hivi kikalcha zenu na ada zenu, fanyeni, haina bid'a wala uharamu wala chochote, ni watu tuna furaha yao na namna ya kuhifadhi ruhania zao. Kama vile mambo mengine mengi tutakuja tuzungumze siku moja, masala ya culture na dini, tuiweke maudhu kamili, tuizungumze nidhamu zake na taratibat zake. Kwa hiyo katika ada ambazo kwamba pia zipo kwa sasa na ni nzuri, watu kwenda airport mathalan kumpokea mgeni wao, ni kitu kizuri. Watu watoke familia yake, waangalie gari, waende mpaka airport, wavae vizuri, akiingia na yeye wale wako pale wampokee na begi lake, wakumbatiane. Hilo ni jambo zuri, wala halina shida. Wengine huenda na maua, wakampatia maua, mpe maua, mrushie maua, mkanyagie maua. Maua na bid'a na haramu iko wapi na wapi? Yani kuna mikorogo mingine yatokea hapa na pale, hata huelewi hii mikorogo, lakini yatokamana na ilmu za fast food. Fast food siku zote ina cancer, ni ilmu za haraka haraka, sio ilmu za kutulia kwa shuyukh na ulama. Kwa hiyo haya masala ya kumpokea haji, watu wakaenda kama grupu, si kitu kibaya, ni kitu kizuri, chatia imani, chatia mahaba, chatia kumtambulisha, chamfahamisha na yeye pia na watu wangu na mimi wampokee kwa uzuri. Wakija naye muhimu tu kwenye hilo gari kwa basi angalau kuna kasida, kuna sala za Mtume, kuna Qur'ani imewashwa, sio tu akiingia basi lile mziki lilioko mbali pale hajui tena ule haja nkorogeka baina labbaika Allahumma labbaik, au tumeingia disco au tuko mahali gani hivi sasa. La, tuhifadhi ile environment ambayo kwamba ametokamana nayo, yale maneno tutakayozungumza pale, kila kitu tukihifadhi. Hii ndio namna ya kumpokea. Vile vile katika mapokezi, unapoonana naye ni umsalimie na kumpiga makamama. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa watu wakiwapokea wageni, kawaida anayetoka safari ukimsalimia umpige na makamama. Lakini siku hizi imekuwa hii makamama ni kama ya family basi hivi, wewe mtu mwingine ahlan, hata hiyo mkono mwanzo siku hizi pia ntabu, mambo ni online, mpaka mkono pia ni ya kwa mbalimbali namna hii. La, ile musafaha, hadithi sahih ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Muislamu anapopeana mkono na Muislamu mwenzake, madhambi yao yote huanguka pale mahali, madhambi huanguka. Hatutaki tauba ya nyepesi, kuna zile mpaka ukae ulie. Kuna hizi nyepesi tu, wewe ukishakumpatia mwenzako mkono. Lakini utakuta watu wamekuwa kila kitu sahala, mpaka kwenye haya pia wayatakia sahala. La, mpe mkono, mpigie makamama. Baada ya hapo mwache akuombee dua, mwambie akuombee dua, na katika dua akuombee kusamehewa madhambi, akuombee kusamehewa madhambi. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasema ya kuwa huyu haji, Mwenyezi Mungu humsamehe haji na yule ambaye kwamba ameombewa msamaha na huyu haji. Na hii hadithi ndani ina maana kubwa ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyu haji amemsamehe madhambi, kisha na yuamsamehe yule ambaye kwamba atakayeombewa msamaha na huyu haji. Waliman istaghfara lahu alhaj, mpaka ulama watuambia yule haji anaposema Allahumma ighfir lahu walana mathalan, ni procedure, lakini dhamana ya maghfira imeshatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni procedure peke yake, atamke tu hilo neno basi, lakini kusamehewa Mwenyezi Mungu ameshaliweka kwa yule haji.
Sasa atasema Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina, Allahumma ighfir lana, tayari tushaingia sote. Allahumma ighfir li walak wa liwalidaina, tamam, yaingia. Kiarabu hakipandi pandi, Mwenyezi Mungu tusamehe mimi na wewe. Usifikiri malaika yani kidogo Kiswahili hiki kitamchenga au kile kiko sawa, la. Lugha zote, ikiwa ChatGPT tu, lugha unayomzungumzia mtaelewana, mtafahamikiana. Itakuwa malaika na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo lete dua hata kama ni ya Kiswahili, muombe, akuombe, na ikiwemo hasatan suala la maghfira. Hilo ni jambo muhimu sana. Ukimwona amelisahau, muombe na maghfira, kwa sababu hili liko wazi katika hadithi sahih ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inayosema Allahumma ighfir lilhaj wa liman istaghfara lahu alhaj. Ikiwa mumeonana nyumbani mathalan, adatan huwa wanakupatia maji ya Zamzam na tende, na maji ya Zamzam ni maji matukufu, si maji ya kawaida. Maji ya Zamzam kidogo yake si kidogo, hata ukapatiwa robo kikombe cha kahawa, kidogo yake si kidogo. Yale ni maji ambayo kwamba limashuri balahu, wala hatujaambiwa mpaka unywe lita moja, hajawekwa kaidi hiyo. Wewe ukinywa khalas, limashuri balahu. Ulama wakaipanua kiafya, kiilmu, kifahamu, kihifdhi na hasad na sihri na mengineo lolote. Hata baadhi ya ulama walikuwa wakiachukua ya maji wakisema kila alichonuilia Mtume na mimi nakinuilia, basi akapunguza kazi, akaanwa khalas. Wengine nasema kila alichonuilia mtu mwema mahali popote na mimi natia nia kama hiyo. Iwanwa maji khalas, Mwenyezi Mungu ni karimu. Kwa hiyo ukipatiwa maji ya Zamzam usisahau kutia nia. Yenyewe yana baraka, lakini kuna lima shuriba lahu. Hiyo lima shuriba lahu ni wewe useme wataka nini, mbali na ile baraka ya automatic taamu tu'min wa shifau suqum, lakini kuna lima shuriba lahu, wewe utie nia zako. Ndio tukiona baadhi ya mashaikh walikuwa wakishika kikombe cha Zamzam, aweza kupita hata dakika moja hajanywa, yuwazungumza tu, atia nia hii, atia nia hii, atia nia hii, atia nia hii. Wengine wakiwekewa hutugua tu wakapeleka kama ina chumvi, kama kisima kidogo yani uko mbali, lile akili lake sijui amekwenda kuonana na nani. Hapa si masala kama kisima, kama mvua, kama juice, kama nini la. Haya ni maji mubarak, haya ni maji Jibril na Nabii Allah Ismail alayhi assalam. Haya ni maji yamesifiwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yatoke chumvi haswa, tutayanywa hivyo hivyo. Hiyo ndo ni iman. Lakini ukae zafanana sijui na wapi na pale, kama maji ya Mambrui ya visima vake, dakhal Mambrui na visima vya Mambrui. La, kunywa haya maji kwa nia njema, tia nia utakayo lima shuriba lahu, hifdhi ya hasad, hifdhi ya sihri, afya, fahamu. Mpe mtoto wako, mtilie nia. Ulama ametuambia watoto utiliwa nia, yeye ajui maskini, wewe wamtilia nia, wampa. Kama vile wenye kuzungua, utukua lile tupa la maji kisha katia nia akakupatia ukanywa. Haina bid'a za huku wala kule wala pale wala hapa. Zile aya zikisomwa lazima uwe umetia nia ya nini, ndio ile aya inafanya kazi, ile nia ambayo kwamba umeitilia. Kwa hiyo maji ya Zamzam ni maji matukufu, lakini kama mathalan umefika nini ukoona maji ya Zamzam, basi usianze kuona wewe mdarai sasa hakuna Zamzam. Hujui mtu dhurufu zake, manake siku hizi ninavyojua kuna vikwazo. Nafikiri ni 5 liters siku hizi, sijui miaka mingapi. Zamani ilikuwa 20 liters wabeba, wakaiteremsha 10, sasa ni 5 liter. Lakini vile vile hata hii 5 liter unaweza ukatoa 1 liter, changanya na maji, na maji hayo yatabakia ni Zamzam. Hayo maji kidogo yachanganye na maji yetu ya kawaida, na hayo maji yatakuwa bado ni Zamzam. Na hii imefanywa haswa utafiti Japan,
na tulieleza nyuma sisi katika misikiti ya nyuma namna ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameyapatia nguvu maji kama haya. Kila yanavyochanganywa na maji mengine yakirudishwa lab yanatoka Zamzam. Kila yakichanganywa, yani mfano lita moja ya Zamzam ukatia lita 10 yasiokuwa Zamzam, ukampelekea mtu wa lab bila ya kumwambia, na yeye ajua zile sifa za Zamzam, atakwambia maji ya Zamzam. Tia lita 20, tia lita 100 haswa, akipeleka lab itatoka Zamzam. Hii ni kitu kimefanyika scientifically, kwa hiyo waweza, wala hautakuwa ni mrongo. Lakini mimi natoka haji sikawa ni mrongo, naambia watu maji ya Zamzam, kumbe hapa mferejini. Si ya mferejini, madamu yamechanganyika na Zamzam, yana sifa ya maji ya Zamzam, waweza kuwapatia na wewe pia ukayahifadhi ndani ya nyumba mkawa mwatumia. La mwisho ni chakula, kufanya chakula kwa sababu ya haji. Watu wengine sema bid'a nini? Hakuna bid'a za mbele wala kula, kuna bid'a ya kula, hakuna bid'a. Fanya chakula kizuri, alika watu. Hichi chakula kipo katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, chakula cha musafir, mtu anayetoka safari, kuna chakula hufanyiwa, na hii ilikuweko kutoka zamani. Na huyu haji yeye pia ni msafiri, kwa hiyo mwaweza mkafanya kama sherehe fulani na mkapika chakula na watu wakala, wala haina ubid'a. Chakula hiko kinaitwa an-naqi'a katika fiqhi, na ilikuwa ni ada iko, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuipinga kwa msafiri yoyote. Na hii utaikuta watu wakitoka safari, watu hukusanyika wakafanya na chakula. Lakini siku hizi wengi usema maana tukitoka safari tunchoka, tusifanye chakula, waingia kimya kimya, kisha ikafanywa siku nyingine. Ala kulli hal, haya ni machache ya kuhusiana namna ya kumpokea alhaj. Kwa hiyo tumpokeeni kwa njia nzuri, na inshallah Mwenyezi Mungu atatupatia baraka zao na khairati zao. Mwenyezi Mungu atatufarij sisi tulioko hapa na ulimwengu wote inshallah taala. Wal afwa minkum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah.